بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وموالاه. Tanzania yetu, amani kwanza. Karibuni sana waheshimiwa waandishi wa habari katika ofisi yetu ya makao makuu Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Kama tunavyojua kwamba jumuiya yetu ni jumuiya ambayo inawaleta viongozi wa dini mbalimbali, wa Kiislamu, wa Kikristo na hata ndugu zetu wa kimila. Na huwa tunakuwa na majambo mengine yanahusu Uislamu moja kwa moja, wajaimati tunashirikiana kuyafanya, na kuna mengine pia yanahusu Ukristo moja kwa moja, tunashirikiana pia kuyafanya. Kwa hili la leo linahusu hasa upande wa Kiislamu, lakini jumuiya pamoja na wenzetu, pamoja na salamu za Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu Baba Askofu Israel Maasa, kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA, na kwa niaba ya Dr. Maarif Iranian Culture Center, lakini pia kwa niaba ya Dr. Ali Tagawi, mudir kiongozi mkuu wa Jamiatul Mustafa International University, kwa pamoja tunakuja na jambo kubwa, jambo ambalo linalohusiana na Qur'ani tukufu. Kwa maana jambo hili wanashirikiana Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA, Jamiatul Mustafa International University pamoja na Iranian Culture. Kwa pamoja tunakuja na kongamano la Qur'ani tukufu au mkusanyiko wa Qur'ani tukufu ambao unawaleta Waislamu pamoja, au tunasema maonyesho ya usomaji wa Qur'ani kwa njia ya tajwidi nchini Tanzania. Jambo hili ni jambo kubwa ambalo kwa mara ya kwanza litakuwa linafanyika Tanzania kwa namna ya kipekee. Na niseme kwamba jambo hili, hadha albarnamij alqurani laysa bimusabaqa. Maana wengine wanaanza kujiuliza mashindano yanaendelea ya kiwango kikubwa hivyo. La, haya si musabaqa, si mashindano ya Qur'an, bal huwa mahfal alqur'ani faqat. Ni sherehe au ni shughuli ambayo inahusiana na Qur'ani tu, na wala si mashindano ya Qur'an, na ni Qur'ani ambayo itasomwa kwa njia ya tajwidi. Lengo lake ni kuwaleta pamoja Waislamu. Al-Qur'anu yajma'una, Qur'ani inatuleta pamoja, inatukusanya pamoja. Mahma ikhtalafna, mahama tutakuwa tunatofautiana, lakini bado Qur'ani inatuleta pamoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lakini pia kuunganisha nyoyo za Waislamu katika kupenda kusikiliza kitabu chao. Kwamba Waislamu wanapohudhuria katika mambo haya, nyoyo zao zinalainika na nyoyo zao zinafungamana pamoja kwa kusikiliza kitabu chao, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa utukufu wa hiyo Qur'ani pia tunapata fursa ya kuiombea nchi yetu amani, lakini pia kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kumuimarisha na aweze kuiongoza nchi hii, lakini pia hasa kusimamia uchaguzi wa nchi yetu upite kwa salama na amani. Kwa maana kupitia shughuli hizo pia tutaiombea nchi yetu amani. Tutamwombea Mheshimiwa Rais,
tutawaombea viongozi wetu, hasa kipindi hichi ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo pamoja na kongamano zuri hili ambalo limeandaliwa na JMAT, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, pamoja na BAKWATA na Jamiatul Mustafa na Iranian Culture, kwamba kwa pamoja pia tunakusudia kuiombea nchi yetu katika wakati huu. Sasa jambo hili kubwa ambalo litawaleta Waislamu pamoja, nataka nitaje ratiba, kwa sababu kutakuwa na matukio matatu ambayo yatafanyika, mawili hapa Dar es Salaam na moja litafanyika mkoani Tanga. Ratiba ni kama ifuatavyo: tarehe 20 mwezi huu, mwezi wa 5, Jumanne hiyo ijayo, katika ukumbi wa Julius Kambarage Nyerere hapa Dar es Salaam. Mashindano hayo na mahfali hayo yatafanyika kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 11 jioni, ambapo mgeni rasmi atakuwa naibu waziri mkuu Mheshimiwa Doto Biteko kuanzia saa 8 mchana. Hiyo ni tarehe 20, ambapo hilo jambo kubwa litafanyika katika ukumbi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini tarehe 24 jambo litakuwa katika uwanja wa Mkwakwani mkoani Tanga. Waislamu wa mkoa wa Tanga wamelipokea, viongozi wa mkoa wa Tanga wamelipokea jambo, na kama tunavyojua kwamba Tanga ni mji wa Qur'an. Tanga ni baladul ilmi wa baladul Qur'an. Kwa hiyo Waislamu wa Tanga watamiminika katika viwanja vya Mkwakwani tarehe 24. Tarehe 24 kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 mchana, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika jambo hilo la Qur'ani tajwidan, ambayo itasomwa na mabingwa kabisa ambao nitawataja hapa ambao watashiriki katika jambo hilo. Lakini tarehe 24 ili ni Jumamosi, 25 mubashara itakuwa ni Dar es Salaam, siku inayofuata ambayo ni Jumapili. Jambo hili litakuwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Sasa hapa ni fursa kwa Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam kumiminika katika viwanja vya Mnazi Mmoja kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana, ambapo pia Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa, Allah muhifadhi, ndiye anatarajiwa pia kuwa mgeni rasmi hapa Dar es Salaam. Tunamjua Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mpenzi wa Qur'an, ni mpenzi wa Qur'an. Kwa hiyo matukio yote haya anatarajiwa Tanga katika uwanja wa Mkwakwani ambalo jambo litakuwa ni kubwa, lakini pamoja na katika uwanja wa Mnazi Mmoja tarehe 25 insha Allahu taala. Lakini pia Mheshimiwa Mufti naye atahudhuria, atakuwa Tanga na atakuwa hapa Dar es Salaam. Na mgeni rasmi kama nilivyosema atakuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa nichukue fursa hii nitaje mabingwa ambao watasoma hiyo Qur'an. Tunao mabingwa hapa ambao ndio wasomaji wa hiyo Qur'an. Kama mnavyoona kuna Said Jalal Masum, huyu anatoka London, ni bingwa wa kusoma Qur'ani kwa njia ya tajwidi duniani. Said Jalal Masomi kutoka London. Lakini pia kuna Said Hamid Shakir Najad, huyu anatokea Iran, ambaye yuko hapa. Hamid Shakir Najad, yeye anatokea Iran. Lakini pia kuna Ahmad Abul Ghasim, naye pia anatokea Iran. Ni mabingwa hawa wa usomaji wa tajwidi. Yani itakuwa ni raha ajabu siku hiyo, na watu watastarehe sana kusikiliza Qur'ani hiyo. Lakini tunaye Ustadh Rajab Ayub, huyu ni kijana wetu wa Kitanzania, ni katika mabingwa ambao wametembea duniani wakiitumikia Qur'ani tukufu, atakuja kuwika katika nchi yake ya Tanzania. Lakini pia kuna Ustadh Anko Idi Shaaban, ni kijana wenu mnamfahamu, ni kijana wa Kitanzania, atakuja kufanya balaa la hatari siku hiyo. Anko Idi atakuwepo. Lakini kuna kijana wetu Muhammad Hussein Azim, huyu anatoka Iran,
Rajai Ayubu ni Mtanzania, Ankoidi ni Mtanzania. Muhammad Hussein Azim, huyu ni kijana ambaye pia kutakuwa na sala la tahqiq. Ni kijana ambaye unaweza kumuuliza asome Qur'ani katika ukurasa kadhaa, aya kadhaa, tena anaweza hata kwenda kinyume nyume, kwamba soma sahifa hii akasoma, inayofuata akasoma, ruka sahifa 3 akasoma. Ajaban, ni mambo ya ajabu kabisa ambayo Qur'ani inathibitisha kwamba ni muujiza wa ajab. Lakini pia kutakuwa na binti huyu Muhanna Ghambar, yeye anatokea Irani pia, ambao watashiriki katika jambo hilo kubwa siku hiyo, au katika ratiba hizo zote ambazo tulizozitaja. Kwa jambo hili au ratiba hii ni ratiba kubwa, imebeba jambo kubwa ambalo tunataraji kwamba Waislamu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Waislamu wa Tanga watafurahia jambo hili la kusikiliza Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Mabingwa hawa ambao wataisoma Qur'ani tukufu. Kwa hiyo pia katika jambo hili, kama kawaida, kama tunavyojua mfumo wa jambo letu hili tukufu, wana Jaimat watahudhuria, BAKWATA, mashekhe zetu mbalimbali watahudhuria, na wengine wageni ambao walioalikwa katika jambo hili. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tumeona leo tuwaite kwa umuhimu wenu, nyinyi mkiwa ni kama muhimili wa 4 usio rasmi katika nchi hii. Waandishi wa habari, sisi tuna mihimili mitatu: serikali, bunge na mahakama. Lakini na waandishi wa habari utajwa ni muhimili wa 4, japokuwa hamjawa rasmi, lakini ndo mnakwenda kuwa rasmi kwa sababu ya uzito wa kazi mnayoifanya. Kwa hiyo tunataraji kwamba habari hizi zitawafikia Watanzania wote, na katika mashindano haya yote wanahudhuria Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na kwa sababu Jaimat imeshiriki, hata maaskofu, wachungaji pia watahudhuria, hata yasma'u kalam Allah. Hili ni jambo zuri na ni jambo jema, tunawakaribisha nyote. Na mimi